AM Online TV. Nyinyi mliopewa jukumu zito na adhimu la kusimamia wauguzi na wakunga, ni mambo yanayohusiana na afya. Kwa hakika nyinyi ndio uti wa mgongo wa huduma za afya katika jamii zetu. Leo hatujakusanyika hapa kwa ajili ya taaluma peke yake, bali pia ni kwa ajili ya dhamana na amana na jukumu la kimaadili. Kwa kuyarejea, dhamana na amana na jukumu la kimaadili. Katika Uislamu, afya ni neema kubwa na kulinda uhai wa binadamu ni jukumu takatifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika kulinda maisha, waman ahayaha fakaannama ahaya nnasa jamian, yule ambaye ataokoa uhai wa mtu ni sawa sawa na aliyeokoa maisha ya watu wote. Hili ni jukumu lenu wauguzi, na tulijue kuwa ukimsaidia mtu mpaka maisha yake yakawa vizuri, basi umefanya nini? Una kitu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii inamaanisha kuwa kila huduma ya afya inayotolewa kwa uadilifu na kwa huruma na kwa weledi ni ibada mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama we ni mkunga, nenda kazini on time, wajibu watu wetu vizuri. Serikali ishawekeza bilioni 200 tunaelekea huko. Rais wetu ni daktari. Fedha nyingi sana zinatiwa Wizara ya Afya. Wizara ya Afya pamoja na idara imeazimia sasa kuwachukua wauguzi, kuwapeleka katika imani kule ambapo Mwenyezi Mungu anatutaka kusimamia maadili kwa unayemhudumia, na hii ni dhima kubwa ambayo muuguzi na mkunga anayo. Kwa hiyo tulikuwa tunataka kukumbushana, kwa sababu hakuna asiyejua, lakini kukumbushana kwamba yupo aliyetuleta duniani na ndiye aliyetujalia maradhi, magonjwa tofauti, lakini kwa watoa huduma, wale ambao wanatoa huduma wanatakiwa wafanye nini kwa wale ambao wanataka kupokea huduma kimaadili, kiimani. Basi tumeamua sasa kumuomba Mwenyezi Mungu atusaidie kwenye kusimamia huduma hizi kwa maadili haya ambayo yaliyoko sasa hivi, na kubadilisha sasa kwa mtazamo wa dini zetu. AM Online TV.